Karibu sana shabiki namba moja. Karibu sana shabiki namba moja. Leo siku ya leo tunaenda kuangalia jinsi gani mtu unaweza kujifundisha kwa njia ya mtandao na ukaweza kujipatia manufaa. Na somo unaenda kuliangalia siku ya leo ni somo la Kiswahili. Mtu anaweza kufundisha Kiswahili akiwa Tanzania, akamfundisha Mchina ambaye yuko Hong Kong kule, akaelewa Kiswahili chake vizuri na akakulipa shilingi 20 kwa kipindi, ambao kipindi inachukua dakika 40 hadi lisali moja. Hivyo basi siku ya leo tunaenda kuangalia jinsi gani mtu anaweza kujipatia kipato hicho kwa kufundisha Kiswahili. Hebu tazama wenzetu wa Kenya, ona, na mataifa mbalimbali wamechukua hizi fursa. Angalia kama huyu jamaa huyu hapa. Huyu ni Mkenya. Umeona? Anafundisha Kiswahili. Umeona? Angalia mshikaji amesoma software engineering lakini anafundisha Kiswahili. Umeona? Wote ni walimu. Umeona? Wako watu mbalimbali. Kuna huyu mzungu kabisa ambaye kasoma civil engineering lakini naye anafundisha nini? Kiswahili. Umeona? Basi hebu tukaitazame fursa hii kupitia channel inaitwa, kupitia website inaitwa Chegg. Chegg hao ni website inayohusika na kutoa mafunzo au masomo katika mfumo wa online. Basi ambapo mtu anaweza akafanya registration kama mwanafunzi akajifunza hapa. Lakini siku hiyo naenda kuangalia mwalimu au mtu yeyote mwenye taaluma ya Kiswahili kuanzia form 4 na kuendelea, kama unataka kujifunza Kiswahili au darasa la 7. Kama unaweza kumfundisha wewe Mchina, huhitajiki kujua Kichina, yaani unafundisha Kiswahili hivyo direct, unatoa mfano yako kwa njia ya Kiswahili, yeye atajifunza mwenyewe, atajua, ataelewa. Kwa hiyo utakiwa kusema kwamba mpaka mtu amaliza degree, hapana. Wewe kikuu atakapomaliza degree basi itakusupport zaidi, lakini mtu ambaye unajua Kiswahili basi hebu tukaone jinsi gani, au umesoma hata kozi yoyote ile accounting nini, kama kuonyesha mfano unaweza kufanya kazi hii. Basi hebu tukaangalie jinsi gani mtu anaweza kujipatia kipato sasa kwa kufundisha Kiswahili. Kwanza jisajili kwenye channel yangu hii, subscribe pale. Kisha subscribe basi kesi unapotoa fursa kama hizi zisikupite. Unafanya kazi kwa online. Huna haja ya kwenda ugabuni kufundisha. Unafundisha ukiwa hapa Tanzania, unamfundisha Mchina au mzungu wa mpote alipo unamfundisha. Basi baada ya masomo unalipo hela yako kwa njia ya PayPal, kama wanavyosema huku chini wanavyofanya malipo yao. Unalipa kwa njia nini? PayPal. Umeona? Wanalipa kwa njia ya PayPal verified, ndio malipo wanaotumia. Pia wanatumia kwa kutumia nini? Credit card. Basi hebu tukaangalie hii website hii. Anasema kwamba inatoa solution kwa wanafunzi wote popote walipo, wanafundisha kwa njia ya text, yani kwa njia ya message. Pia wanafundisha kwa njia ya video. Video hii unaweza kufundisha kwa kutumia nini? Basi unaweza kutumia njia unayotumia njia Skype, unafundisha vizuri kabisa bila shida yote, na mwanafunzi akishaelewa basi unalipwa. Hata kama unaweza kuandaa notes zikatumwa kwa mtu, na zikishatumwa basi huyo mtu akishanunua notes zako analipia kiasi hiki. Umeona? Kwa hiyo notes $25. Twende basi kwa mwalimu. Basi wewe kama umependa sasa, twende kuangalia vitu vingine kwenye website hii. Unaona? Hii website hii inasema kwamba finding Swahili tutor, wanatafuta mwalimu kwa ajili ya kufundisha masomo nini? Ya Kiswahili. Umeona? Website hii ya wazungu hii kwa ajili ya kufundisha walimu Kiswahili. Na hapa kuna watu mbalimbali ambao wameshajisajili, ambao kuna watu kama hawa hapa, kama nilivyokuwa nimekuonyesha mwanzo. Kuna Nyauma huyu. Umeona? Nyauma huyu anasema yeye ameishi Kenya, huyu amesoma medical training college, lakini anafanya kazi hii. Umeona? Cheki, ana nyota zaidi ya ngapi? Nyota 4. Kwa anakubarika zaidi, ameshaanza kufanya kazi. Ni mwalimu wa Kiswahili huyu Mkenya. Umeona? Sisi wa Tanzania tumekaa. Umeona? Haya, kuna huyu huku mwingine, jamaa huyu sijui watoka taifa gani huyu. Umeona? Twende umuone hata mzungu naye huyu. Umeona? Naye anafundisha Kiswahili. Okay? Mtu anaweza kujiuliza sasa, sawa Christopher, wote unaona, ukasoma nini? Kasoma labda sociology, lakini ni mwalimu wa Kiswahili. Umeona? Haya, basi ni fursa yetu sisi sote kufanya kazi. Uwe mzungu, uwe nani, basi unawafundisha wazungu. Basi ukishamaliza unalipwa. Tukaone basi mtu analipwaje, au
unajifunza vipi hapa. Ukitaka kujifunza unaingia hapa, unaingia hapa become a tutor, uwe mwalimu wa kufundisha Kiswahili, somo la Kiswahili. Umeona? Unaingia hapa, ukishabonyeza inakuja hapa online tutoring jobs, yani kazi ya kufundisha kwa njia ya mtandao moja kwa moja. Pote unachohitajika na simu yako yenye uwezo mkubwa wa kufanya Skype, umeona, au uwe na nini na kompyuta yako, basi unafanya nini teaching yako bila shida yote, ambapo ukitaka kuteach basi na malipo yanakuwaje. Top tutor can earn shilingi 1000, dola 1000 na kuendelea kwa mwezi. Pia anaweza malipo yao ni dola 20 kwa kila lisaa unapokuwa unafundisha. Kwa kujisajili basi una sign up, unabonyeza neno sign up ili uanze kuanza kufundisha. Na nakwambia kwamba unafundisha kwa muda wako wewe, unaona wewe flexible tutoring opportunity, muda wote ambao unaona wewe una nafasi basi unaanza kufundisha wanafunzi wako. Unawapa tu muda bana, mimi muda wangu kuanzia saa fulani, na unatakiwa usio na chini ya masaa ngapi? 5 na kuendelea, ambao utakuwa unapatikana. Kwa hiyo ni hii iko worldwide, na hii ni fursa nzuri kwa sisi Tanzania, kwa sababu somo la Kiswahili ni la kwetu, linatuhusu, sio la mtu mwingine. Hili Kiswahili ni ya kwetu basi. Naamini unaweza kufundisha somo hili, kwa upasi kuogopa. Hebu subscribe kesi ninavyokuletea fursa hizi za mbele basi, yani za ugaibuni, zisitupite. Wenzetu kwa wanazifanya, watu wanafanya kila mwaka, sisi hatakuwa tujui. Basi kuanzia leo nitakuwa nakuletea fursa kama hizi ambazo zinatuhusu sisi wa Tanzania. Popote pale tulipo, unajua Kiswahili, unavyojua Waswahili, kama unajua si Waswahili, basi sehemu hii ni ya kwetu, lazima tukafundishe. Basi unabonyeza hapo kwenye usajili, inafungua peji kama hii hapa. Ukishafungua peji hii hapa, itakupa maelezo ambayo unatakiwa ufanye. Utajaza jina lako, utajaza email kama una email, utafungua email yako au password yako utaweka. Baada ya hapo, kama unaingia moja kwa moja, au unaweza kuingia kama una account ya Facebook, unaingia kupitia Facebook. Huna haja kujaza tena form, unajaza hapo tayari. Unakuwa umeshamaliza moja kwa moja. Baadaye una create account yako. Ukishamaliza hapo, unakuwa tayari wewe utapata miongozo mingine, utapata mwongozo huko. Baada ya hapo sasa utakuwa tayari wewe umeshakuwa mwalimu wa somo hili la Kiswahili. Na hapo kutokana na ule muda utakuwa umepata, utakuwa umepanga, basi utakuwa tayari kuanza kufanya kazi hii na kuanza kupokea kiasi cha dola 20 kwa risaa, ambapo si hela ndogo. Dola 20 zidisha mara ya hela yetu ya Kitanzania kama 46 hivi na 600 ya Kitanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni pesa ambayo ni kubwa, si mchezo. Kwa moja kwa moja na kusii, ndugu yangu, usihofu. Ondoa hofu yote ile ndani ya moyo wako, ikatae. Amini kazi hii unaweza kufundisha wazungu na kuelewa, kumfundisha Mchina na kukuelewa. Hivyo bila kupoteza muda, bila kupoteza MB zako, na kuonyesha kwamba umependezwa na kitu hiki, basi onyesha alama ya kulike pale. Pia jisajili kila siku kunapotoa fursa kama hii, basi usipitwe. Ulikuwa nami Christopher Joakim, na kutakia kila la heri. Basi fight, usihofu, na mimi utafanikiwa. Kwa heri.